Wapendwa, wakati huu ningependa kuleta mafundisho ambayo yatatusaidia kuelewa ni jinsi gani ya kukaa nyumbani bila magombano ama bila kuleta vita nyumbani. Wale ambao ni wageni kwangu au wale ambao leo ndio mara ya kwanza kunisikia, ningependa kusema ya kwamba nimekuwa nikiendeleza mfululisho wa mafundisho ambayo yanaeleza makosa ya waume na wake. Na kuna mengine mengi nimefundisha, lakini sitaki kuyarundia. Ila nataka niseme ya kwamba leo ningependa nisungumzie juu ya kosa la 20 la mwanamume na kosa la 19 la mwanamke. Makosa ambayo yanasababisha ndoa kuvunjika na mara nyingine yanasababisha mauaji, aidha mume kuua mke ama mke kuua mumewe. Makosa hayo ndiyo haya. Kosa la 20 la mwanamume ni kosa la mwanamume akikasirishwa kule nje, anakuja na hasira nyumbani. Anagombana na mke au anagombana na watoto. Kosa hili ni wanawake wanasema ya kwamba wangependa wanaume warekebishe. Na kosa la 19 la mwanamke ni kosa la kuwa mwanamke akikosewa anaweka makosa moyoni bila ya kuyasema. Sasa hatari ya mambo haya ni nini? Nataka nianze sasa na kosa la 20 la mwanamume. Kosa hili la mwanamume akikosewa kule nje analeta hasira nyumbani. Ni nini hasara ya hasira? Wahenga wanasema ya kwamba hasira ni hasara. Hasira inaweza kuleta hasara. Sasa hebu niangalie kwenye maandiko yanasemaje kuhusu jambo hili. Maandiko yanatuelezaje kuhusu hasira au hatari ya hasira ni nini? Enda pamoja nami katika Zaburi 37 na fungu la 7. Nimesema Zaburi 37 na lile fungu la 7. Inasema nini? Inasema samahani, si 7 ni 8. Zaburi 37 fungu la 8 inasema, ukomeze hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Sasa Mungu akisema nasi kupitia kwa Daudi, anasema ya kwamba mwisho wa hasira ni kutenda mabaya. Kama yapi? Kama kuleta matengano nyumbani. Kwa mfano, mama anaweza akakasirika akamwacha mume, ama mume akakasirika akamfukuza mkewe. Lipi lingine? Hasira pia inaweza sababisha vita kati ya mume na mke. Hasira inaweza kusababisha hata na mauaji. Na wengine pia anakasirika wanaharibu vitu nyumbani. Aidha mzee amekasirika anagonga hata runinga, anavunja hata masahani, anavunja hata meza kwa hasira. Ama mama anakasirika anachukua hata manglasi anatupa huko ukutani, yanavunjika. Ndio, hata mama anaweza kasirika akagonga watoto. Hasira, Biblia inasema ya kwamba mwisho wake ni nini? Ni kutenda mabaya. Tumechoka na kusikia visa vya waume na wake kuuana. Imesikitisha, hata siwezi kutaja. Nimejaribu kuchukua rekodi hizo, nikaona hata inaharibu mawazo yangu. Na nikaona ya kwamba hata kila siku kunatokea mauaji baina ya waume na wake. Kwa nini? Kwa sababu ya hasira. Mwanamume alikasirishwa na mkewe, akamgonga, akamuua. Hayo hata nimesema mara nyingine. Lakini nataka niseme
Wanaouana si watu tu ambao hawana akili. Nakumbuka afisa mmoja wa serikali nilimjua. Sitaki kusema ni wa cheo gani, lakini ni ofisa ambaye alikuwa analindwa na maaskari. Rafiki yake msichana alikuwa hajaoana, msichana ambaye alikuwa anafanya urafiki naye akaenda mahali fulani kwendensi, na huyu afisa akamfuata, akapata yule msichana rafiki yake anacheza ndensi na mwanamume. Yule mwanamume ama yule ofisa akakasirika, hakusema, akarudi nyumbani. Sasa yule rafiki ya msichana, maana walikuwa anaishi kama mume na mke, aliporudi nyumbani, yule ofisa aliingia kwenye jiko ama kitchen, akachukua kisu ile inatumika jikoni, alimdunga yule msichana visu 18 akamuua. Na kisha akapiga simu kwa DC akamuita, akamwambia njoo nimeua. Alikamatwa akafungwa miaka 5. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hasira. Hakujua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba komesa hasira, maana mwisho wake ni kutenda mabaya. Ndio, yule binti akafa kwa sababu ya kuwa na mwanamume mwenye hasira, asiyeweza kukomesa hasira kama Biblia isemavyo. Ndio. Nakumbuka pia kwamba kuna mwanamume mwingine, mkewe alienda mkutano wa walimu wa shule. Mwanamke alikuwa mwalimu wa shule. Mume wake akaja akaambiwa kwamba kule mkewe tulikuwa kwa mkutano wa walimu, alikuwa anaongea na watu wengi. Kumbe alikutana na walimu wanafunzi ambao alikuwa anasoma nao, ama alikutana na walimu ambao alipokuwa shuleni walikutana, ama walikuwa pamoja kwa shule, ama walisoma pamoja shuleni. Sasa wakawa akiongea. Sasa yule mwanamume alikasirika, akakamata yule mkewe, akamkamata, akamtoa macho yote mawili, ya kwamba nitakutoa macho ndio sione mwanamume tena. Hasira inatenda mabaya. Hasira inaleta hasara. Mama mwalimu akapoteza macho, na si kwamba alitenda chochote. Huwezi kuzuia mtu kuongea na mwingine. Haya sasa, nakumbuka pia pasta mwingine wa umri wa miaka 35. Alimpiga risasi mkewe risasi 7. Mkewe wa miaka 27, wote ni vijana. Nakumbuka ni pasta, anayo Biblia, anasoma Biblia, lakini yale ambayo anajifunza kwa Biblia hayakumuingia mawazoni, hayakumuondolea hasira. Ndio. Nakumbuka pia mwalimu. Nataka niseme ya kwamba sitataja watu ambao hawana hekima. Sitataja watu ambao hawana masomo. Kuna wengi ambao hawana elimu, tunaweza sema ya kwamba huyu mtu hana masomo. Hapana, si sauli ya kutokuwa na masomo. La, si sauli ya kutokuwa na masomo. Ni kwamba kama unakubali hasira kuwa ndani ya moyo wako, unashindwa kuikomesa, italeta hasara. Basi, nakumbuka mwalimu akataka kuuza mbuzi. Mama yake akamwambia, la, usiuze mbuzi. Mwalimu akasirika, akaua mama. Hasira inaleta hasara. Sasa Biblia inasema nini? Tufanye nini? Maana hakuna asiyeweza kukasirika. Kile ninachojua ni ya kwamba Biblia inajua ya kwamba mwanadamu anaweza kukasirika. Lakini Biblia inasema ya kwamba ukikasirisa, usikubali jua lianguke kama ungale na hasira. Usikubali jua lianguke kama ungale na hasira. Soma pamoja nami Waefeso 4:31 inasema, uchungu wote na ghadhabu, hasira na kelele, matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ubaya. Ndio. Yani tunaambiwa ya kwamba hasira yote iweze kuondoka. Lakini kuna neno hapa nilikuwa natafuta, ambalo nasema ya kwamba tukikasirika, tusikubali jua lianguke kama tungali na hasira. Ndio, ni fungu la 26, Waefeso 4:26. Inasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe, uchungu wenu bado haujawatoka. Biblia inajua ya kwamba tunaweza kuwa na hasira, ndio. Lakini nasema ya kwamba kama hasira ipo, usikubali jua lianguke kama ungali na hasira. Kwa nini? Maana ukiwa na hasira usiku ndio mtu anakuwa na mawazo. Ama usiku ambapo ufanye kazi ndio mawazo yanajirundia, ndio unaanza kufikiri vile ulivyotembea mchana, yale yote uliyoyaona.
Sasa kama hasira ingalipo usiku, unaweza ukakasirika usiku na ukaua mkeo. Sasa maana yake hii ni nini? Ni kwamba kama umekasirika, ondoa hasira hiyo, na kuiondoa si vingine, ni yeye aliyekukasirisha. Kama ni mume amekasirishwa na mke, mwambie mkeo, usikubali njua lianguke. Usiingie kitandani kabla hujamwambia umenikosea ama umenitenda hili na hili. Mzungumze, mpatane, msameheane na mrekebishe kosa ambalo lilisababisha hayo kutokea. Ndio ya kwamba muwe na hasira ila msitende dhambi. Hata kama umekasirika, angalia usitende dhambi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba control hasira yako, tawala hasira zako. Usikubali kukosa kwa sababu ya hasira. Tawala hasira zako. Alafu ndio sasa tufanye nini tena? Kuna jambo lingine ambalo litatusaidia kutotimiza kile hasira inakusudia. Ama kuna kitu Biblia inasema tukifanye ili tukomeshe hasira. Ni nini? Tuwe na uvumilivu. Ni wapi? Wakolosai 3 mstari ule wa 12. Inasema ya kwamba tuweze kuwa na uvumilivu. Niruhusu niende Wakolosai 3 na mstari ule wa 12. Inasemaje? Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema na nini tena? Niruhusu niende pale, karatasi imejifunga. Tujivike moyo wa rehema. Tujivike moyo wa rehema. Tujivike moyo wa rehema. Lakini mwisho kabisa ni nini? Tuwe wanyenyekevu, wapole na wavumilivu. Ya kwamba ili tusiweze kuongozwa na hasira, kuua ama kutengana, inatupasa kuwa vumilivu. Yani kwa jina nyingine, kuvumiliana. Mume umekosoa na mke, uwe mvumilivu. Usiwe na haraka ya kuleta talaka. Usiwe na haraka ya kugombana. Usiwe na haraka ya kutengana. Mume, hata kama umekosewa, usiwe na haraka ya kuachana. Umekasirishwa, usiwe na haraka ya kupigana. Usiwe na haraka ya kufukuza mkeo. Na we mke, kama mume amekukosea, usiwe na haraka kukasirika. Usiwe na haraka kukosana na yeye. Uwe mvumilivu. Uvumilie. Biblia inatuambia kwamba Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Hiyo tunapata katika Petro wa 2:3-9. Ya kwamba uvumilia, hataki hata mmoja apotee. Anakuwa ni uvumilivu. Kwa hivyo tukitaka tusitawaliwe na hasira, tukitaka tusiongozwe na hasira, kujipelekea hasara au kufanya makosa ya kuuana ama kupigana, inatupasa kujifunza kuwa wavumilivu. Sio tendewe kosa ndogo tu ni vita. La, uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu. Hata wahenga wanasema ya kwamba subira uvuta heri. Hata Biblia inasema ya kwamba atakayesubiri mpaka mwisho, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye ataokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye ataokoka. Tujifunze kuwa wavumilivu. Kama makosa haijapita kiasi, basi jifunze kuwa mvumilivu. Lipi lingine? Biblia inatuambia kwamba tuwe wanyenyekevu, tuwe watu wa kunyenyekeana. Tuwe watu wanyenyekevu na tena wavumilivu, tukichukuliana katika upendo. Imeandikwa wapi? Katika Waefeso sura ya 4 na fungu la 2 nasema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Nirudie tena, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Tuchukuliane kwa upendo. Wewe mwanaume, mkeo amekukosea, mchukue kwamba ni mwanadamu. Mwanadamu si Mungu, si kwamba hawezi kukosea. Tuchukuliane kwa upendo. Mama, jua mume wako si Mungu, anaweza kukosea. Mchukulie kwa upendo, umsamehe. Ndio lile jambo la kumalizia swala hilo. Kusamehe. Tujifunze kusameheana. Umekosewa, jifunze kusamehe. Si ati wewe mwanaume mke amekukosea kosa ndogo tu umekasirika,
ama umetoka na hasira kule nje umekuja kumpiga mkeo, jifunze kuwa mvumilivu. Jifunze kuwa mtu wa kusamehe. Hata kama umekosewa, jifunze kuwa mtu wa kusamehe. Na alafu kama kuna makosa, tujifunze kuungamiana. Tujifunze kuungamiana. Na nini tena Biblia inasema ili tukomeze hasira? Ni nini tena tutastahili kufanya? Katika Mithali sura 28:13 inasema asiungamaye dhambi zake atapata rehema. Tujifunze kuungamiana. Mama umekosewa na mume, wewe kama umekosa wewe mama, ungama. Mume umekosea mkeo, muungamie. Hebu nirudi pale kwa kina mama ndio niambatanishe na hilo. Kosa la kina mama ni hili la kuweka makosa. Shida ya kuweka makosa ni nini? Mama ukiweka makosa moyoni yatakuwa mengi kiasi kwamba kuna wakati utafikia useme la, siwezi kaa na huyu. Kuna wakati mwingine nifundisha fundisho linalosema ya kwamba tujifunze kusamehe na kusahau. Lakini kama umekosewa, kosa umeliweka kwa mawazo, husemi. Mume wako si Mungu kwamba atajua kwamba amekukosea. Kuna makosa mtu anaweza kosa na asijue. Na kwa hivyo njia iliyo salama ili kufanya makosa yatoweke, ili kufanya makosa asahihiswe, ni vema we mama mume amekukosea, sema. Tafuta wakati ukufaao, mweleze baba watoto. Mwite ile majina tutamuita. Mwambie mbona ulinifanya hivi? Nilifanya nini ndio kanitendea hili? Mweleze tu kwa unyenyekevu, si kwa ukali. Ukisha mweleza, na wewe mwanaume ukielezwa makosa yako, mke wako akikueleza kwamba umemkosea, tafadhali nyenyekea, sikiliza. Usimpinge anapokueleza. Na ukigundua kwamba umekosa, ukiona kweli umekosa, kiri umekosa, mwambie sorry. Omba msamaha. Neno hili sorry linaweza jenga mboma. Neno hili sorry linaweza kuzuia hatari ama hasara kutokea katika nyumba. Linaweza zuia hata mauaji. Ili nyumba kusimama, ni vema yeyote, hata si mke tu, hata we mwanaume umekosewa, mwambie mke wako. Akikukosa mwambie. Hata watoto wakikukosa, waite kwa unyenyekevu, si kwa ukali, kwa sababu ni baba. Waambie mumenikosea. Na watoto wakisikia kwamba wamekosa, waungame. Biblia inatushauri kuungamiana. Na tena mwanamume nikwambie, katika kitabu cha Petero, jambo lingine la kuondoa hasira, Petero wa kwanza 3:7 inatuambia kwamba enyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili, mkijua kwamba mwanamke ni chombo dhaifu. Tukitaka maombi yetu yasikataswe mbinguni, wanaume wanaambiwa wakae na wake zao kwa akili na wawaheshimu wake zao. Mwanaume, heshimu mke wako, kama sivyo maombi yako utaomba na hayatakubalika mbinguni. Kwa hivyo njua ya kwamba mke wako ni chombo dhaifu. Na huo ni ukweli. Wanaume mtakubaliana nami ya kwamba wanawake ni vyombo dhaifu. Angalia, umegombeza mama, mara moja anaanza kulia. Lakini we mara ngapi mama amekugombeza ukalia? Kwa nini analia? Si kwamba anapenda kulia. Yeye ni mtu dhaifu. Ni mtu dhaifu. Ndio. Na inaamini hilo tukilizingatia tutakuwa na nyumba salama. Mama kuweka makosa moyoni yataweza kukufanya kuwa na msongo wa mawazo. Umekosewa, husemi. Makosa hayo namna anavyosindi kurundikana kwa mawazo yako yatakuletea msongo wa mawazo. Na wengine wakipatwa na msongo wa mawazo wanapatwa na vidonda vya tumbo. Usipatwe na vidonda vya tumbo kwa sababu ya kosa ambalo ungelisema mara moja na lirekebishwe, maana kosa likisemwa na lisungumziwe linaondoka. Tatizo ambalo limesungumziwa inakuwa rahisi kulitatua. Kwa hivyo nataka nimwambie mama yeyote, huyo mume unayeishi naye ni mwanadamu, ni mtu dhaifu. Hata Mungu anajua sisi ni wadhaifu. Mungu anajua tu wadhaifu.
Ndio sababu Yesu akaja kuishi na mwanadamu dhaifu na aweza kumwokoa yule mwanadamu dhaifu. Kwa hivyo mama, ukikosewa usichukue ya kwamba ati mume wako anakukosea makusudi. Hata kama ni makusudi, wewe mueleze, mume wangu umenikosa kwa nini? Nilikosea nini ndio kanikosa? Uwe na roho ya kusamehe. Kama vile Yusufu alisamehe ndugu zake waliomuuza kule Misri bila hata ya wao kuomba msamaha. Msamehe mumeo, samehe mke wako. Tusikubali kutawaliwa na hasira. Kuna visa vingi vya watoto kuua wazazi. Kama juzi nikasikia ikitangazwa kwa redio ya kwamba kuna mtoto alivamia baba yake akiwa anapanga kumuitisha pesa. Ndugu yake akaja kusuluhisha msoso. Kijana yule akakata ndugu yake aliyekuja kusuluhisha mtoto kati yake na baba. Baba alikasirika, akachukua ile kisu akanyang'anya yule kijana panga na akamuua. Na kijana mwingine pia na yeye alimuua baba kwa sababu ya kunyimwa maji ya kunyunyishia shamba. Hasira ni hasara. Lakini tutawezaje kuondoa hasira? Tutafanya nini? Ndio nimewaambia, ili kusuluhisha hasira ni lazima tuwe wavumilivu. Tujifunze kuvumilia, si kukimbilia tu haraka. Yaani umekosewa unaharakisha kuadhibu mwenye kukosa. Si kwamba umekosewa unakasirika mara moja, aidha unaanza vita. La, tujifunze kuwa wavumilivu. Maana Biblia inatuambia tuwe watu wa kuvumiliana, kusameheana na kuvumiliana. Na kwa njia hiyo tutafanya hasira itoweke, ama tutazuia hasira isitupeleke kufanya mabaya. Ndio. Lakini pia Biblia inasema ya kwamba kabla hatujaomba kwanza tusamehe. Unapotaka kuomba maombi ndio yakubalike, samehe kwanza. Naomba nirudie. Ni Marko 11:25 inasema usimamapo kuomba ama kusali, samehe kwanza. Kama sivyo kienda kuomba na hujasamehe, maombi yako hayatakubalika. Mathayo 6:14-15. Nimesema Mathayo 6 fungu la 14-15. Yesu akasema tusameheane. Tusiposamehe baba yetu wa mbinguni hata tusamehe. Kwa hivyo mume, kama mke amekukosea, msamehe ili Mungu akusamehe. Mama, mume wako amekukosa, msamehe. Na ukimsamehe, sasa hasira itatoweka. Lakini usiposamehe, lile kosa ambalo hujasamehe litakufanya kuwa na uchungu na hasira ambayo itakuongoza kufanya mabaya. Lakini tutawezaje hayo? Na ni wadhaifu. Mathayo 11:28 na 29. Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo mizito nitawapumzisha. Tumuendee Yesu, ndiye atatuondolea hiyo hali ya hasira. Tumuendee Yesu atuondolea hasira. Lakini pia Yeremia 13:23 inasema ya kwamba mwanadamu hawezi kujibandilisha. Kama vile chui hawezi kuondoa madoadoa yake, chui hawezi bandilisha madoadoa awe mweupe, ndivyo ilivyo wewe mwanadamu, mimi na wewe hatuwezi kujibandilisha, hatuwezi kuondoa hasira ndani yetu. Lakini tunapomwendea Yesu kwa sala na kwa unyenyekevu, tumuombe atuondolee hasira, atatuondolea. Mungu anajua tunaweza kuwa na hasira, lakini anasema mkiwa na hasira msitende dhambi. Kwa hivyo ili hasira isitufanye kuingia kwa dhambi, ili hasira isitufanye kufanya mboma kuvunjika, ili hasira isitufanye kuuana, tumuendee Yesu atupe nguvu. Maana Biblia inasema Mungu ni mvumilivu, hataki hata mmoja apotee. Hiyo ni Petro wa 2:3-9. Inasema Mungu atuvumilie, hataki hata mmoja apotee. Anavumilia, hataki hata mmoja apotee. Jinsi Mungu anavyotuvumilia, ndivyo tunavyopaswa kuiga tabia ya kuvumiliana, ili hasira kamwe isitufanye kutengana, ili hasira kamwe isitupeleke kufanya madhara ya kuuana ama kuleta hasara katika mboma zetu. Mungu abariki sana, na ninaomba kwamba Mungu akinisaidia na muendelee kuniombea, nitakuja kuleta fundisho linalosema utajuaje kwamba mwenzako anapungukiwa na upendo? Wewe mume,
Kama mke wako anapungukiwa na upendo utajuaje? We mama, kama mume anapungukiwa na upendo utajuaje? Utajuaje? Hayo nitayaleta na muniombee Mungu ili anisaidie kuleta fundisho hilo karibuni. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama leo ndio mara yako ya kwanza kunisikia, naomba uende kwenye channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior, utapata mengine mengi. Pia naomba subscribe ili nikifundisha fundisho lije kwako mara moja na hutasumbuka kulitafuta, litakuja kwa simu yako mara moja. Usikose kwenda kwenye channel ya YouTube yangu, utafute jina Pastor Mutuma Senior. Asanteni kwa kunisikiliza.